M23 njo gide wa M23 huyu, tunataka kufuru tunamkamata. Alikuwa gide wa M23, alikuwa gide wa M23. Action General Mapenzi, Action General Mapenzi, Action General Mapenzi. Bana Mapenzi tuko, Bana Mapenzi tuko. Acha tupige M23 batushinde nguvu. Bana Mapenzi tuko, M23. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ninakusalimu cha kwanza kabisa popote pale ulipo, nikitumaini wewe salama salamini kabisa katika afya yako. Ni siku nyingine hii ya tariki 11 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ni kwako kutufuatilia na mimi kukupasha habari, ikiwa tu tunapatikana mashariki mwake DRC, huku Kivu ya Kusini, ni kwamba kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Kituo cha habari ni Reality Mambo TV. Unatufuatilia katika vipindi vyetu, lakini tena leo ni kwako mimi kukupasha katika hali ya usalama ambayo inazidi kuendelea mashariki mwake DRC, hususan zaidi katika Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, ndiko ambako hali ya usalama inazidi kuzorota. Lakini fuatiliana nami mwanzo hadi mwisho, lakini pia na kujiunga hapo chini kwa kubonyeza kwenye alama ya subscribe na alama ya kengele, unapata habari zetu kwa ujumla na katika muda mwafaka kabisa. Ninakuomba uungane nami kama jinsi ninavyoweza kukuambia, na nianzie mara moja kabisa ikiwa kwenye uwanja wa vita na kwenye mstari wa vita tarafani Fizi, Kivu ya Kusini. Huko kumeweza kuonekana ikiwa jana tariki 10 mwezi wa kwanza mwaka 2026, kutokana na mazungumzo yake mkuu Dalton, msemaji wa Wazalendo, akiweza kweli kuthibitisha kutokana na hali ya usalama jinsi inavyoendelea mashariki mwake DRC, hususan Kivu ya Kusini na tarafani Fizi, Uvira, na hivyo kuweza kuonyesha jambo la kusonga mbele kabisa, kutokurudi nyuma, kuweza kupambana dhidi ya wahasi wa FCM 23 wasiweze kupita kabisa, na hivyo wahasi nao wa FCM 23 kuweza kabisa kupambana ili ya kwamba wapate kupita mahali kwa Fizi na kuingia hata mara moja huko Kalemi jimboni Tanganyika. Akiweza kuyagusia pia mambo ya kuweza kuonyesha kwamba jambo ambalo wanazidi kuendelea, adui alikuwa kwenye milima ya Makobola na katika maeneo yote ya Makobola ya kwanza na ya pili, lakini kutokana na nguvu ambazo Wazalendo na jeshi la FARDC wakiweza kutumikisha na kuweza kumtosha adui katika maeneo hayo na kumrudisha mara moja hata katika mji wa Uvira. Hilo linaweza kuonyesha hali ya usalama kuzorota hakika katika mashariki mwake DRC, hususan Kivu ya Kusini na zaidi tarafani Fizi na Uvira. Hayo yote inaweza kuwa chanzo cha kuwafanya wao kuwa kwenye mstari wa vita huko katika maeneo ya Makobola, kuwa na sababu ya kwamba adui asipate kupita nao wasonge mbele zaidi. Aliligusia pia kuhusu jambo lake Asambwa Huseni ya kwamba amhukumu wala amchukii, lakini jambo ambalo linazidi kufanya kuwa ngambo ya wahasi wa FCM 23 linakuwa jambo ambalo halipendezi, jambo linalolinganishwa kutokana na wale wote wanaojiunga na wahasi wa FCM 23 kuonywa vikali na kuweza kuombwa kwamba wapate kuondoka kwa hao wahasi wa FCM 23, kwa sababu hali sio nzuri kwa wale wote ambao wanaoweza kujiunga nao. Hali ya usalama mashariki mwake DRC kinakuwa kielelezo kikubwa sana kwa kuonyesha kwamba hali haiendelei kuwa mzuri, lakini hivyo hali kuweza kuzorota zaidi na kuwa chanzo cha watu kuweza kupoteza maisha na wengine hata kabisa kuondoka maeneo ambako wanakaa na kujielekeza maeneo mengine, ili ya kwamba kuepukana na hali ya usalama kuwa mbaya na kuweza kabisa kuchunga maisha yao, na hivyo imewafanya wengine kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa na hata wengine kuondoka nafasi zao kujielekeza katika nchi jirani kama vile Burundi na maeneo mengine, kwa wale ambao waliweza kukimbilia huko Rwanda wakati Kamanyola kuna kuweza kuwa mzozo. Hali hiyo imeweza kuacha wengine kuwa maskini na wengine kuweza kupoteza mambo mengi sana katika hali ya usalama kuwa mdogo, na yazi kwa sasa haijaonesha
taswira ya kuweza kuisha, lakini kuweza kusonga mbele. Mkuu wa Wazalendo, msemaji huyo Dalton, ameweza kulithibitisha jambo hilo na kuweza kuonyesha kwamba wao wanazidi kusonga mbele kabisa bila kurudi nyuma. Maneno hayo ya ujasiri ameweza kabisa kuyasema ikiwa tariki 10 mwezi wa kwanza katika mida ya asubuhi mwaka huu wa 2026. Mimi ni wa Ubwila Mwila Dalton, niko msemaji wa Wazalendo mu province ya Sud Kivu. Tuko kwenye mashamba ya mapigano kwa sasa Makobola, huku tunakopatikana. Hali iko namna gani? Kama vile ulisema, kwenye mapambano ni mapambano, tunaendelea kupigana, tunaendelea na maoperation. Operation kwa sasa zinaegemea mbilima vya Katongo na Kigongo, ndio kwenye sasa hivi tunafanya exchange de tir. Naweza mlifika hapa mpaka saa hii asubuhi mnasikia mabomu. Na nguvu mnaona ziko namna gani tangu mmetoka Uvira na kufikia maeneo haya? Adui baada ya sisi kutoka Uvira furo ilikuwa Luvungi, Kamanyola, ndio kwenye kulikuwa mapambano. Maji hapa kutoka Uvira, unaona kuko bato au mabots, mapiroge motorize zinatoka Uvira zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Hatutaki kuona boti au bato inatoka Uvira inaenda Baraka, au inatoka Uvira inaenda Kalemi, au inatoka Uvira inaenda Mboko. Au hatutaki kuona bato au boti inatoka Mboko, inatoka Baraka, inatoka Karamba, Ubwari, inatoka Kalemi, inaenda Uvira. Maji kabisa tunaifunga. Ndio maana tunaambia raia ya Uvira hivi, wale wa armateri wa maboti wa mabato wenye wako Uvira na wenye wako Baraka na wenye wako Karamba, wenye wako Mpreskili ya Ubwari, tunawaambia kama maji hakuna boti wala bato yenye tenda Uvira, na hakuna boti wala bato yenye tatoka Uvira kwenda Baraka. Maji tunaifunga kabisa. Tunafunga kwa sababu ya usalama. Kwa sababu ya usalama. Boti itatoka Uvira, ni raia ndio bien sûr, lakini atuhakikishe ya kwamba eski ni raia. Ile ni kitu cha kwanza. Cha pili, hatuna uhakika wa usalama. Atanyanganywa mumaji, au utajua kama ni M23 au ni Wazalendo au ni wanani wamefanya kitu kibaya. Na ndio maana kwa hii wakati tunakataa kwanza movement ya mumaji ya kutoka Uvira au kwenda Uvira. Tunaikataa kabisa, ni kusema tunahofia usalama. Na mtu ambaye tutamshika kwa hii wakati ambaye anatoka Baraka, anatoka Karamba, anatoka wapi, anaenda Uvira, mwingi tutamshika, boti yake tutaichukua, itakuwa na kazi ya kupeleka maaskari mafasi ambazo zitakuwa zinahitajika. Tutashusha watu wanafungwa, na boti tunaichukua au bato tunaichukua, inakuwa na kazi tu ya kutumika kazi ya serikali. Na waza watu wananisikia, watu wa Uvira wananisikia, watu wa Baraka kupitia media wananisikia, na watu wa Kongomani wote wananisikia. Watu wasilaumu. Hiyo hatua itaanza tangu siku gani? Hii hatua inaanza tangu sasa hivi. Hatua imeanza tangu sasa hivi. Tulikuwa tulifanya, lakini hatulikuwa hatuya biofficialize. Ni wakati mimi kama vile msemaji wa Wazalendo Sud Kivu ninabisema, ina maana ya kwamba ni order ambayo inatoka ngazi za juu. Tumekataa kabisa boti kutoka Uvira, bato kutoka Uvira kwenda maeneo ambayo sisi tunakontrol. Tarehe yake ukisema leo ambapo tufuata kesho tutafikiri. Tukisema leo hapa tuko ni tarehe, hapa tuko saa moja na minute 14. Hapa tuko siku ya 6, yaani samedi le 10 janvier 2026. Ndio leo. Na ndo hapo tunakomea hapa. Tunasema ya kwamba tunakaza, tunasulinye. Tunasema hakuna bato itatoka Uvira yende Baraka, au kutoka Baraka kwenda Uvira, au kutoka Uvira kwenda Preskili ya Ubwari au kwenda Kalemi. Tunakataa, au kutoka Kalemi kwenda Uvira. Tumepiga marefuku, na nawaza mko mnaona mare yetu. Hiyo mare yetu hivyo sasa hivi wako wanaweka mazutu ndani ya mashini zao, waanze doria. Wasione kabisa chombo kinatoka huku kinaenda huku na kinatoka huku kinaenda huku. Au sisi kama vile viongozi, sisi ni vibambazi kabisa. Hamna mtu mwenye anaweza leta pua yake au mdomo wake asema kuja kuniona mimi Dalton nitumike na adui, au anakia kuona mheshimiwa Korto provincial wa Wazalendo Sud Kivu, mzee William Amuri ya Kutumba mwambia kwamba atumike na adui.
ni mambo ambayo haiwezekani, lakini ni lazima wafanye kazi yao, na kama watafanya kazi yao, na ni lazima na sisi pia tufanye kazi yetu. Ila kenye kiko pale ni kusema kenye kinahitajika hapa sana ni uzalendo, ile yenyewe tunaita patriotism, ndio yenyewe inahitajika zaidi. Ndio gida wa M23 huyu, tunataka kufrota mkamata. Alikuwa gida wa M23, alikuwa gida wa M23. Action General Mapenzi, Action General Mapenzi, Action General Mapenzi, bana Mapenzi tuko, bana Mapenzi tuko. Acha tupige M23 batushinde nguvu, bana Mapenzi tuko. M23 imekuwaje kunyang'anywa Uvira? Na kama vile nilikwambia, vita ya wakati wa kwanza tulikuwa tunapigana na mkuki, ni hakika, ni kweli tulikuwa tunapigana na mkuki, tulikuwa tunapigana na mpanga, lakini ilikuwa vita nyingine. Nawaza unajua mwa hiyo wakati hakukuwa drone, hakukuwa troisième dimension kama tuko tunapigana sasa hivi. Hii wakati tulikuwa tunapigana na dimension zingine, tunapigana première dimension, tunapigana deuxième dimension na tunapigana na troisième dimension. Lakini unaweza kuta hiyo wakati wa AFDL kulikuwa vita aina hii moja ya vita. Kulikuwa vita tu ya chini ya kawaida tu. Infantry tu peke yake inafanya kazi. Unakuja kukuta wakati wa RCD ilikuwa infantry na kidogo ya troisième dimension, mais sana. Lakini kama utakuta leo tunapigana vita ya aina zote. Aina zote tunapigana. Na utakuta hapo awali pia ya media haikukuu sana. Lakini saa hii media inafanya kazi sana, nyingine vita. Saa hii troisième dimension, c'est-à-dire aviation, nayo inafanya kazi yake. Ni tofauti ya vita. Vita ambavyo tulipigana zamani na vita vya sasa ni vita ambavyo viko tofauti. Kwa sasa ni teknolojia. Na vipi mara tunapata taarifa zile kwamba mnateseka kwa njaa, mnakosa chakula, mnakosa munition, wakati kuna zile taarifa za ushirikiano wenu na jeshi la taifa FARDC? Wakiwaambia ya kwamba sisi tunateseka na njaa, wanadanganya. Askari tunakula vizuri, wazalendo wote wanakula vizuri, tuko pamoja na FARDC, sababu nilikuambia ni aferi ya nchi, na kama ni aferi ya nchi haiko aferi ya FARDC. Nchi haiko nchi ya FARDC peke yao, wala nchi haiko nchi ya serikali, nchi ni ya Wakongomani. Na wakati mnatukuta sisi tuko si wote ndani ya mafro, tunakolabore vizuri, na kama FARDC anakula na sisi tunakula. Akilala na njaa na sisi tunalala njaa. Ni kusema tunakula na tunashiba, risasi tunaipata kama kawaida. Na ndio maana kama unakuta hapa kuko kibambazi, kama huyu adui tumemfukuza huku, kumtoa kule kwenye tulimtosha mpaka kumfikisha ngambo za Katongo, haikuwa jambo la kawaida. Ni kusema minisho tuko nayo, na ndio maana kibambazi iko na haikufasili kabisa adui kuingia mu territory ya Fizi. Malengo yenu ni nini? Malengo yetu ni kuendelea, malengo yetu ni kugomboa mji wa Uvira, malengo yetu ni kuingia Bukavu, malengo yetu ni kugomboa maeneo zote ambazo zinavamiwa, sababu nchi yetu ndio inavamiwa. Mtawezaji wakati mlikuwa Uvira na mkatoka? Ni hivyo ilikuwa. Uvira kulikuwa shida mbalimbali, na Uvira pia sitakosa kukuambia kwamba kulikuwa wazalendo na pia kulikuwa wazalendo feki, na wale wazalendo feki walisumbua sana, lakini kwa sasa tumejikuta wazalendo halisi ndio wamekuwa hapa. Siko hapo kwa sababu ya kusema watu fulani na watu fulani, lakini nitakwambia ya kwamba kulikuwa vurugu sana Uvira zenyewe zingelipelekea vita isipigane kabisa. Lakini kwa sasa wakati tuko kimoja, hapa kazi ipo. Ndio. Nimerejea hili swali la kusema kwamba kuna wanasiasa ambao wakokota kuwabeba Lumangabo. Kubeba sisi Lumangabo, kwanza sisi nitakwambia ya kwamba siasa inaweza kuja inafanya kazi yao. Lakini acha nikwambie kitu kimoja. Kuna ndugu yetu mmoja mwenye anaitwa Asambwa Hussein. Asambwa Hussein ni ndugu yetu normalement, ni Mkongomani. Ni tayari ni Mubembe. Anaendelea kufanya sensibilisation na anaendelea kuambia watu ya kwamba sisi wazalendo hawataweza kitu. Lakini Asambwa Hussein anasahabu ya kwamba mbele alitukana Kagame. Anatukana Kagame jana na leo anakuwa rafiki wa Kagame.
Kitu cha kwanza ninaweza kuambia ndugu yetu Asamba Hussein kupitia nyinyi media ya kwamba Asamba Hussein anacheza na kisu, na Asamba Hussein hayamjua Kagame vizuri. Wakati alimtukana Kagame, hizo audio na zile video ziko, na ni shida ambayo Asamba Hussein ataipata kesho. Simutakie mabaya, lakini siasa sio hivyo ambavyo Asamba Hussein anapenda kusema. Bwana Dalto, msemaji wa Wazalendo, hakuweza kukaa pia kimya, lakini kulivalia jambo la usafiri Njugwa na kusema ya kwamba boti zote zile ambazo zimeweza kutoka Uvira kuingia Baraka zimeweza kukatazwa, akimaanisha ya kwamba wamefunga maji. Yaani usafiri kutoka Uvira kuingia Fizi umekatazwa, na usafiri kutoka Fizi hususan zaidi kutoka hata huko kwenye vijiji vya Ubwari kuingia Uvira vimeweza kukatazwa. Lakini kuna usafiri ambako hawakuweza kugusa, yaani kutembea Fizi umu ndani ya Fizi, yani kutoka Baraka kuingia Ubwari. Bado kabisa hakuligusia jambo hilo na kuweza kuliacha huru usafiri hizo. Lakini kutoka katika tarafa la Uvira na kuingia tarafani Fizi imeweza kukatazwa. Hivyo hivyo ikiwa pia kutoka tarafani Fizi kuingia tarafani Uvira. Maji hapa kutoka Uvira, unaona kuko bato au maboti, mapiroge motorize zinatoka Uvira zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Hatutaki kuona boti au bato inatoka Uvira inaenda Baraka, au inatoka Uvira inaenda Kalemi, au inatoka Uvira inaenda Mboko. Au hatutaki kuona bato au boti inatoka Mboko, inatoka Baraka, inatoka Karamba, Ubwari, inatoka Kalemi, inaenda Uvira. Maji kabisa tunaifunga. Na ndio maana tunaambia raia ya Uvira hivi, wale wa armateri wa maboti wa mabato wenye wako Uvira na wenye wako Baraka na wenye wako Karamba, wenye wako Mpreskili ya Ubwari, tunawaambia kama maji hakuna boti wala bato yenye tenda Uvira, na hakuna boti wala bato yenye tatoka Uvira kwenda Baraka. Maji tunaifunga kabisa. Sababu tunafunga kwa sababu ya usalama. Kwa sababu ya usalama. Boti itatoka Uvira, ni raia ndio bien sûr, lakini atuhakikishe ya kwamba eski ni raia. Ile ni kitu cha kwanza. Cha pili, hatuna uhakika wa usalama. Atanyanganywa mumaji, au utajua kama ni M23 au ni wazalendo au ni wanani wamefanya kitu kibaya. Na ndio maana kwa hii wakati tunakataa kwanza movement ya mumaji ya kutoka Uvira au kwenda Uvira. Tunaikataa kabisa, ni kusema tunahofia usalama. Na mtu ambaye tutamshika kwa hii wakati, ambaye anatoka Baraka, anatoka Karamba, anatoka wapi, anaenda Uvira, mwingi tutamshika, boti yake tutaichukua, itakuwa na kazi ya kupeleka maaskari mafasi ambazo zitakuwa zinahitajika. Tutashusha watu wanafungwa, na boti tunaichukua au bato tunaichukua, inakuwa na kazi tu ya kutumika kazi ya serikali. Na waza watu wananisikia, watu wa Uvira wananisikia, watu wa Baraka kupitia media wananisikia, na watu wa Kongomani wetu wananisikia. Watu wasilaumu. Hiyo hatua itaanza tangu siku gani? Hii hatua inaanza tangu sasa hivi. Hatua imeanza tangu sasa hivi. Tulikuwa tuko tulibifanya, lakini hatulikuwa hatua biofficialize. Ni wakati mimi kama vile msemaji wa Wazalendo Msikivu ninabisema, ina maana ya kwamba ni order ambayo inatoka ngazi za juu. Tumekataa kabisa boti kutoka Uvira, bato kutoka Uvira kwenda maeneo ambazo sisi tunakonta. Tarehe make ukisema leo ambapo tufuata kesho atafikiri. Tukisema leo hapa tuko ni tarehe, hapa tuko saa moja na minute 14. Hapa tuko siku ya 6, yaani samedi le 10 janvier 2026. Ndio leo. Nando hapo kabisa. Nando hapo tunakomea hapa. Tunasema ya kwamba tunakaza, tunasulinye. Tunasema hakuna boti bato itatoka Uvira yende Baraka, au kutoka Baraka kwenda Uvira, au kutoka Uvira kwenda Preskile ya Ubwari au kwenda Kalemi. Tunakataa, au kutoka Kalemi kwenda Uvira. Tumepiga marufuku, na waza mko mnaona mare yetu. Hiyo mare yetu hivyo sasa hivi wako wanaweka mazutu ndani ya mashini zao, waanze doria. Wasione kabisa chombo kinatoka huku kinaenda huku na kinatoka huku kinaenda huku. Basi ikiwa huko Mitamba Runingu ambako gari za waasi wa FCM 23 zimewekwa mikononi mwa wazalendo kutokea na hali hiyo ya usalama kuwa mbaya katika maeneo huko, na hivyo waasi wa FCM 23 kuweza kupoteza gari zao.
Lakini duru za mahali pia zinaweza kuonyesha mateka mmoja ambaye aliweza kushikwa na jeshi la wazalendo, ule ambaye alikuwa anawaongoza waasi wa FCM 23 kuweza kuongoza namna gani ya kutembea. M23 ndio gide wa M23 huyu, tunataka kufuru tunamkamata. Alikuwa gide wa M23, alikuwa gide wa M23. Action General Mapenzi, Action General Mapenzi, Action General Mapenzi. Bana Mapenzi tuko, bana Mapenzi tuko. Acha tupige M23 batushinde nguvu. Bana Mapenzi tuko, M23. Basi na tumalizie mjini Baraka, ikiwa tarafani Fizi, Kivu ya Kusini, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota kutokana na milio ya risasi ambayo imeweza kusikika usiku wa saa 3, ikiwa jana tariki 10 mwezi wa kwanza huu mwaka 2026, ambako kumeweza kusikika milio ya risasi kwa wingi, na hata kuamkia Jumapili leo tariki 11 mwezi huu, na hivyo kufika mida ya saa 3 ulikuwa ni muda ambao watu wanajielekeza kwenye shughuli za kwenda kuabudu, na hivyo kuweza kusikika tena milio mingine ya risasi. Jambo la milio hiyo ya risasi iliweza kuleta wasiwasi sana miongoni mwa wakahaji ambao wanakaa katika mji huo wa Baraka. Lakini vyanzo vya habari vinaweza kuonyesha ya kwamba milio hiyo ya risasi iliweza kupigwa, lakini sio kwa sababu ya adui aliweza kuingia katika mji wa Baraka, lakini ni kwa maslahi yao wenyewe. Zaidi, vyanzo hivyo vinaweza kuonyesha ya kwamba walikuwa ni wanajeshi wa FARDC ndio ambao waliweza kupiga masasi hayo katika maeneo ya Baraka, na hivyo ikiwa chanzo ni kwamba mmoja wao aliweza kufariki, hususani zaidi ikiwa na ugonjwa wa kipindupindu, jambo ambalo liliweza kuleta hasira kwao na hivyo kuweza kupiga masasi katika maeneo hayo. Na basi na tusikilize mmoja ambaye katika muda huo wa usiku akilithibitisha na kuweza kulizungumza kwa wasiwasi mkubwa na milio ya risasi kuweza kusikika pembezoni mwake. Hali si hali huku kwetu, hali si hali. Sababu ni kufariki kwa askari. Kuna askari ambaye amefariki na ugonjwa wa kipindupindu hii jioni, sasa baada ya wenzake kupata hiyo habari ya kufariki kwa mwenzao, ndio hivyo sasa, zile hasira za kupoteza ni hapa Baraka na sehemu nilipo nipo Kalinga Nord, na wenyewe wamejazwa ama wako wameuka kama kambi kwenye lile soko la watu wa Ulaya chini ya Groupe Scolaire Virunga Kalinga Nord. Niko tu chini tu ya barabara, ina maana niliko na sehemu ambapo wako ambako nazipigia, hapana hata pa kutembea dakika 2 sijafika kituo. Hivyo ziko zinatembea juu ya bati, ziko zinapita ovyo. Basi nasema asante, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, nikitoa shukrani kubwa kabisa. Lakini ungana nami tu hapo chini kwa kujiunga kwenye subscribe na kubonyeza alama ya kengele ikiwa wewe ungaliwa mpya katika channel hii. Basi uwe wa kwanza kupata habari zetu, wagawia watu wengine wafaidie kama jinsi unavyoweza kufaidia habari hizi, na hata kabisa na kulike, comment, na tutakutana tena wakati mwingine ikiwa mapenzi ya Bwana. Ni Reality Mambo TV. Asante.